Ili kupata movie nzuri, tamu na kali, ingia channel ya Director Zigwa YouTube, andika Director Zigwa, subscribe, like na comment. Asante. Hello Tanzania. Habari gani? Karibuni sana, karibuni sana. Tumekuja mji wa Chalinze, mji pendwa, mji maarufu kwa mananasi. Hatimaye tunasogea pembezoni mwa mji, eneo la Pingo. Karibuni tumfahamu star wetu wa leo. Ni Short Diary. Langu jina ni Baraka Brian B29. Ciao, karibu. Ili kupata movie nzuri, tamu na kali, ingia channel ya Director Zigwa YouTube, andika Director Zigwa, subscribe, like na comment. Asante. Habari sasa hivi? Salama vipi? Salama tu. Salama. Tungependa kukufahamu kwa majina, nani, unaishi wapi na changamoto gani? Hivyo tungependa kukufahamu. Ila cha msingi zaidi tungependa kukufahamu ni nani mwenzetu uweze kukujua. Mimi kwa majina naitwa Hussein Malole Mkumbi. Kwa jina ambalo kupatia ugali naitwa Zigwa. Nimezaliwa hapa Pingo shule Chalinze Pwani. Na pia nimezaliwa mwaka 1992 tarehe 5 mwezi wa 5. Kwa maana hiyo tarehe 5 mwezi wa 5 ni birthday yangu. Wow, safi sana. Watu wengi wanamjua Zigwa kama Zigwa. Je, Zigwa ni nani? Zigwa ni mtu ambayo anajishughulisha na mambo ya cameraman, pia ni director, pia ni editor. Kila kitu huwa anafanya mwenyewe kwa sababu ile issue ya kutoa pesa ndo nimeikwepa sana. Kwa sababu maeditor wanakula hela nyingi sana, nikaona bora niende kujifunza, nikaenda kusoma kama miezi 6 hivi ndio nikarudi nikamilika kwa editor kamili sasa. Tukajua ile ni janja tu ya mjini, kumbe ni kitu ambacho darasani uliingia. Niliingia darasani kusoma. Safi sana. Mara ya kwanza ulijigundua vipi kama una uwezo wa kuwa editor na director mzuri? Je, ulitambua hicho kipindi chako, ulitambua muda gani na ilikuwa ni lini? Ilikuwa mwaka 2012 nikawa nimekaa ndani. Nilipokaa ndani nikawa maana kuna kitu kama kinanisumbua kwenye akili yangu. Nikatoka nje na simu yangu Itel ndogo kipindi hiko. Nikawa na shoot magari yanapopita, naingia ndani naingiza kwenye kompyuta na najaribu kitu, naona maana kuna kitu ninacho. Najaribu mwisho wa siku nikaja nikafanikiwa kushoot movie moja ya kwanza kabisa ambayo ya kujijua kwamba mimi kuna kitu ninacho kabla sijaenda kujifunza editor. Movie moja inaitwa Baba wa Kijiji. Nilipiga ile ilishia hivyo kutokana kwamba nilikuwa sijui maana mitandao kipindi hiko, nilikuwa sifahamu chochote, nikafanya nikaona kumbe nina kitu, ngoja nikajifunze. Ndio maana mimi nakujifunza mpaka sasa hivi niko hapa. Ila sio kwamba mtu kanichukua aseme bwana jifunza, kitu kimekuja automatically kutoka kwa Mungu, ni zawadi. Iko hivyo. Jamani, kutafuta jina sio mchezo. Hii ni brand. Lazima upambanie, uijue kesho yako, au sio? Mr. Zigwa. Changamoto unazokutana nazo katika eneo lako la kazi, ni changamoto gani? Tungependa kuzifahamu. Changamoto ziko nyingi ndugu mtangazaji, changamoto ziko nyingi. Ila changamoto sasa hivi kubwa kabisa ni wasanii, kwa sababu na kikundi cha kuigiza, tuko mbioni kutafuta nini wanasema kibali. Tuko mbioni na tushakamilisha baadhi ya vigezo, bado kidogo tu ili tupate kibali tulisajili kamili. Lakini changamoto zipo kwamba mnapopanga leo twende location tukashoti, unakuta mtu mwingine anachelewa, mtu mwingine haji bila taarifa, alafu ushamwone kama ni character. Ndio hivyo inakuwa changamoto ziko hivyo pale tunapokuwa location. Na kwenye kuedit na changamoto ziko nyingi, kwa sababu kama unawaambia watu waongee kwa kupeana nafasi afu hawajapeana nafasi, editor anapata shida sana bwana ndugu mtangazaji. Iko hivyo. Sawa, tumeziona changamoto na ni kweli. Je, hii kazi yako imekupa faida gani mpaka kwa sasa hivi? Kazi yangu ya editor, cameraman pamoja na director imenipa mafanikio. Naweza nikasema makubwa au sio makubwa, kwa sababu nilipotoka na sasa hivi ni mafanikio ni makubwa. Kwa sababu mimi wakati naanza, kwanza ifahamike kwamba na YouTube account, unaingia pale Director Zigwa. Kwa sababu wakati naanza mimi hizi kazi
ilikuwa nikiposti kitu leo miezi 6 7 unakuta viewers 2 1. Lakini sasa hivi alhamdulillah nashukuru sana Watanzania wananikubali kwa sababu nikiposti kitu kwa siku unakuta na viewers 200 300. Hizo mimi kwangu ni mafanikio makubwa sana, kutoka kwenye viewers 6 7 kwa mwezi lakini napata viewers 100 200 kwa siku. Ni mafanikio makubwa sana kwangu. Kwa maana halisi umejitafuta na unaweza kujipata. Tunasema msemo mmoja, tunasema no success without effort. Bila jitihada hakuna mafanikio. Tunaamini kupitia kwa ndugu yetu Zigwa. Jamani, tusikate tamaa kama vijana. Tunaweza kutoka zero to hero. Kutoka sifuri kuja kuwa shujaa. Au sio? Ndio. Kuna movie moja niliiona ni kwa YouTube napita nikikuta ile movie inaitwa Mama wa Kijiji. Ndio. Kwenye kuiangalia nikaona director ni Zigwa. Sijajua kweli ni Zigwa huyu ninaongea naye sasa hivi au ni Zigwa tu kama majina yafanana. Kweli Mama wa Kijiji, ile Mama wa Kijiji ilikuwa story ya mdada mmoja anaitwa Ana. Ile story kweli aliandika na pia mimi nikaandika script mule. Bado hapo haijatosha nikaifanya ile kazi mimi kama mimi kama director. Ndio nikaifanya ile kazi kama director. Lakini ukiangalia kwa upande mwingine katupa tuseme changamoto kubwa nini Mambwende. Tumemshirikisha mle Mambwende Kani, tukamshirikisha mule kwa sababu Mambwende Kani ni jamaa yangu sana. Nikampigia simu, bwana tunahitaji utusupport, akasema haina shida, mtu wangu nakuja kukusupport. Kwa hivyo ile Mama wa Kijiji ni mkono wangu mimi kama mimi kazini. Kwa upande wa script mimi ndio nikatunga na pia director nikafanya mimi editor. Mimi mwenyewe production nikafanya pale production Zigwa production. Kwa hiyo je, kwa upande wa vifaa kama mini drone unazipata wapi? Unakuwa na azima au pia ni unazo? Drone ile iliyotumika mule niliazima. Lakini mimi mwenyewe ninaye drone. Ila drone iliyotumika mule niliazima kwa sababu kama unataka kitu lazima uwe chini ya mtu. Pale ndipo pale utapofanikiwa. Lakini ukitaka wewe ndio uwe juu zaidi ya huyo mtu ambaye aliyokuzidi, hauwezi kufanikiwa. Ndio maana ile drone mimi nikaazima, sijataka kutumia drone yangu. Sababu drone yangu haina quality ule. Sasa ikatokea tu mdhamini au umetokea bahati nzuri umejitafuta ukajipata vizuri. Ni kamera gani ambayo katika maisha yako unafikiria na siku nikija kuwa ni vizuri na nataka nije kumiliki kamera fulani? Sio ziko kamera za aina tofauti. Je, ni kamera gani ambayo kamera yako unapenda uje kumiliki siku moja? Ndugu mtangazaji, nikwambie kitu kimoja kwamba hamna kamera ambayo naifikiria dunia hii kama 4K. Canon ikiwa na 4K au Sony iwe na 4K au yani yoyote kamera yoyote ilikuwa nzuri, lakini iwe na shoot yani color nzuri, iwe na shoot clear, yani mtu hata mtazamaji akiangalia YouTube aseme kabisa kwamba hapa nilitaziwa kufanya kitu. Yani 4K napenda vibaya sana zinazoshoot na 4K. Kwa wataalamu wanaojua kamera hizo watakuwa wameelewa. Yaani sana hapo anataka HD, high definition, wang'avu. Au sio? Bwana Zigwa, masuala ya kizushi tutakuuliza kidogo. Ndio. Ni baba waume wake wangapi? Mimi baba ya watoto wangapi? Mwanamke mmoja, watoto 2. Wow, safi sana. Ni jambo la furaha, jambo la neema kuitwa baba. Sio kila mtu anaweza kuitwa baba. Ni jambo moja zuri sana. Hapa tulipo ni umepanga au ni nyumbani kwako? Hapa mimi ni nyumbani kwangu. Sijapanga nyumbani kwangu. Ndo naanza. Japokuwa sio mafikirio yangu, lakini namshukuru Mungu kuwepo sehemu ambayo silipi kodi. Ndio hivi. Bwana tupatie hongera. Safi sana. Kijana mdogo lakini tayari ameonyesha nia ya kujisogeza kuna sehemu moja kuna sehemu nyingine. Bwana Zigwa, kuna changamoto gani ya kumiliki vijana? Tayari umeshasema unataka ulisaini kitu lako. Je, kuna changamoto gani ambazo unahisi tayari unaweza kuziface wakati ukiwa na vijana? Kwanza kabisa changamoto ipo, sababu kijana anapokuja kujiunga kwenye group anachojua yeye ni hela. Kwamba akiingia tu akishuti movie ya kwanza ya pili apata hela. Wakati kuna changamoto nyingi sana za kupitia mpaka kupata hela. Kwa sababu wengi sana wanakuja wanasema mbona Chado movie moja tu katoka. Hapana, katoka wapi? Tuangalie kwamba yeye huyo Chado unaozungumzia yeye katoka wapi? Amehaso vipi? Unajua paka pale alipofika ina maana kahaso sana. Sasa Mungu kasema sasa mwanangu sasa kuhaso paishie mwisho. Toka ndo katoka. Sasa kikubwa zaidi tunachokutana changamoto sisi kama madirector
kwamba mtu anapokuja kushoot anataka hela siku hiyo hiyo. Maana kwati sio hivyo. Lazima uhaso. Hata sisi ambao tunajitolea kama madirector hatupati hela hivyo. Lazima mtu uhaso mpaka upate jina. Yaani ni issue ni jina kulipata. Jina ndio shida sana kulipata. Sasa watu wanajua kwamba jina ni kuliokota tu kama unavokota hela 100 njia. Wakati jina ni lazima utolee macho sana. Sasa changamoto iko hivyo kwamba mtu akifika anajua anapata hela siku hiyo hiyo. Na wala mtu akija akwambia bwana mimi Zigwa nahitaji kujiunga kwenye kundi lako, anachojua kwamba akishajiunga hela. Haiko hivyo. Ndio changamoto iko hivyo. Kuachana na kazi ya kuwa director, ni kazi nyingine ambayo inafanya mjini survive. Ukiachana na kazi ya director, kwa sababu director bado haijapewa mafanikio makubwa ya kusema kwamba nikae nyumbani sasa nitegemee director, nitegemee cameraman, nitegemee hivi. Kazi yangu kubwa sana mimi tuko kwenye kiwanda kinachotengeneza viroba. Viroba vya mkaa, viroba vya mahindi, vya mpunga, iko hivyo. Mimi nimesimama kama fundi wa kutengeneza zile mashine. Hiyo ndo kazi yangu nyingine kabisa. Lakini kuhusiana kazi iko kwenye akili ni director. Hiyo ndo akili, yani kazi yangu ndo iko. Yani akili yangu yote iko hapo. Ni vizuri mmefahamu. Nje ya kazi yake director, jamani, engineer maintenance ni fundi katika upande wa mashine. Basi mpaka hapo kwa udogo tumemfahamu Mr. Zigwa. Japo tuna mengi ya kumfahamu Mr. Zigwa. Zigwa. Unapoelekea, najua kila mtu anakuwa anafahamu aje kwa upana zaidi. Upana zaidi tunajika katika mambo ya social network. Unatumia ukurasa gani ambao katika mitandao ya kijamii watu wanaweza kukupata, wakitaka kufollow? Kwa Facebook wanitafute kwa Zigwa Vevo. YouTube wanitafute kwa Director Zigwa. TikTok Director Zigwa. Pia WhatsApp namba zangu ni 0762 Hizo ndo namba zangu zinazopatikana kwa muda wote na masaa yoyote. Je, mitandao ya kijamii mpaka sasa hivi imekuletea impact gani? Tayari imeanza kuingizia hela au bado unaendelea kujitafuta tuongeze kidogo viewers wale wengi? Mitandao ya kijamii bado sijapata pesa, lakini tunapoelekea Watanzania wananikubali na wananisupport sana kiukweli, na nashukuru sana Watanzania. Shukrani zangu nyingi sana ziko kwa Watanzania kwa sababu wananisupport sana. Kwa upande wa YouTube bado naendelea, japokuwa sio sana, lakini naelekea huko. Na pia naomba sana Watanzania wa subscribe account yangu ya YouTube Director Zigwa inaitwa. Na jinsi unafanya kazi kwa director, ile unafikiria siku moja kufanya kazi na star fulani. Je, ni star gani unatosha kufikiria kuja kufanya naye kazi? Hapo mwanzo wakati naanza nilikuwa natamani sana kuwa kama hayati Kanumba. Nilikuwa na mawazo sana hayo. Na pia mpaka sasa hivi bado nafikiria kwamba mimi nitakuwa Kanumba wa pili, lakini bado kuna role model wengine ambao wananivutia. Wapo. Na kwa upande wa director wapo. Kiukweli nisifiche, mimi namkubali sana Director Gozi. Director Gozi movie yake moja niliangalia nikasema huyu nikifuata huyu nafaa. Japokuwa wengi sana bado hawaelewi, lakini mimi naelewa nini anachokifanya. Ni msanii gani ambao ungependa kuja kufanya naye kazi? I mean, ukae wewe nyuma ya kamera unamshoot. Kiukweli ndugu mtangazaji, mimi kama mtu ambaye namfikiria sana kwamba hata kama nikija nikamiliki 4K, mtu ambaye natamani nimshoot hata bure kabisa, hata mimi nisipewe, ni JB. Kwa sababu JB anachokifanya na kielewa. Na pia hata kama nikiposti kazi ikiandikwa Director Zigwa JB yupo, kaisi kuna sehemu nasogea kidogo. JB na si unasikia? Jaribu kumpush kijana, maana kijana anakubali kazi zako, anazi appreciate. Jaribu kufanya kitu fulani kutoka kwake. Na hicho kipindi utakoona unaweza kumfollow kijana, mkapalia mawasiliano, mkajua mnafanya kitu gani, au sio? Bwana Zigwa, ungependa kuwashauri nini vijana ambao wanataka waingie katika fani yako? Je, unaweza kuwashauri waingie kichwa waingie kukupa ushauri kwa tahadhari? Sababu vijana wengi wanaamini katika hizo kazi zenu mtu anaingia tu na anafanikiwa kama ulivyoniambia mwanzo. Je, kwa ushauri wako ungetaka ushauri kitu gani?
Unajua kazi ya udirector, kameramani pamoja na editor ni kazi ngumu sana. Ni kazi ngumu sana, lakini kwa sababu ni talenti zetu tunakomaa nazo hivyo hivyo. Mtu akitaka kuingia aingie kwa sababu ni talenti yake anapenda. Na pia mimi cha kuwashauri, kabla hujaingia kazi yoyote, kabla hujaifanya tafakari hiyo kazi itakupatia mafanikio gani. Usifanye kazi kwa sababu director Zigu anafanya, director Gozi anafanya, usifanye kazi hizo. Yaani usifanye kazi hivyo. Yaani wewe kama unatakiwa uwe actor, uwe act. Ukitakiwa uwe cameraman, uwe kaa kwenye cameraman. Lakini usije kufanya kazi kwa sababu Zigu anafanya. Kikubwa cha kuwashauri, kama unahitaji kuingia kwenye industry hii ya kushuti na kuedit, ingia ili tupeane changamoto, ili tufanye kazi vizuri. Yaani malengo yetu wa Tanzania, tupeleke Tanzania yetu mbali kisanaa kama wenzetu. Kuna changamoto usizaji kama umetaja au utakuwa imeshakutokea au haije kutokea. Umeshafanya kazi ya mtu, kwa mfano amekuita labda kwenye sherehe yake na umfanyie kazi. Ushamfanyia kazi kila kitu, baadaye akakataa uwepo wako, akakataa kukupatia ujira wako. Je, imeshakutokea? Ni changamoto ya kifedha? Na hiyo iliwahi kunitokea. Nilienda sehemu moja inaitwa Kibindu. Ni mpakani mwa Tanga na Pwani. Nilienda kule nikafanya kazi kama siku 3 hivi. Ujira wangu niliopewa sio huo niliokubaliana nao. Ila kwa vile mimi nalinda wateja wangu, kwa vile hiyo kazi na pia nafanya, nikawa mpole. Japokuwa niliongea, lakini ifika hatua nikawa mpole, nikampa kazi yake, basi ikaisha hivyo. Sababu bila kuwa mpole, kesho na kesho kutwa unaweza akapata kazi kwingine akashindwa kukupa kutokana kwamba wewe kidogo ukikosa kidogo basi kuongea kwingi. Unajua iko hivyo Tanzania, anapokuambia au unapomdai chako ndo anaona unaongea sana. So mimi nikaona niachana nayo ili maisha mengine yaendelee. Je, bei zako zipo open sana kuzitaja, labda katika shughuli fulani, labda ukimta katika sherehe bei yangu labda ni kiasi fulani, ukiniita katika kazi ya kutengeneza movie bei yangu ni kazi fulani. Bei zako ziko open sana au mpaka kufuata kwenye mitandao yako au kufuata wewe personal? No, unajua mimi napenda kila kitu nikiweke wazi, kwa sababu unapoweka wazi kitu mtu mwingine anapata kitu kutokana na uwazi wako. Sahihi. Mimi kama ukiniita kwenye shughuli, kwa sababu bado tuko wote tunatafuta, sina bei kubwa. Mimi ni 150, ukiniita kwenye shughuli nafanya na kazi yako nakupa. Sawa. Na pia ukiniita kwenye movie yako tunaangalia movie ina scene ngapi. Movie ina scene ngapi na scene zako ukubwa wake ukoje, kwa sababu kuna scene nyingine dakika 5, nyingine dakika 2, nyingine hivyo. Unaona? Na pia naweza nikataja bei, lakini bei ikaja ikabadilika location kutokana kwamba waigizaji wako hawako faster, kwa sababu ukifanya kitu kwa faster ndio kila kitu kinaenda faster. Ila unapiga take 2, take 3 mpaka take 4, muda unaenda na mimi pia kamera yangu inaendelea kufanya kazi location. Lazima hapo tena tutaongea tena, lakini kama wasanii wako wako vizuri faster, tunaondoka dakika 2 faster, ni kitu simple tu. Tunaangalia scene ngapi unaanza. Tangu tumeongea ni kama ngapi nasikia neno lao faster, kucheleweshwa. Inaonekana ushafanya kazi na vijana, ushakuzuuza katika swala zima la muda. Je, ilikuwaje msala mzima? Maana inaonekana swala la muda unalizingatia sana. Inaonekana baadhi ya vijana wako wanakuangusha au vijana ambao wanafanya nao kazi kwa muda huo. Unajua ukifanya kitu kwa haraka ndio kila kitu kinaenda haraka kama ninavyozungumza. Kwa sababu ninapokuambia kwamba njoo on time location, tunajua kabisa kamera inafanya kazi. Unaelewa? Muda mwingine tunatumia kamera 2 mpaka 3. Sasa kamera 2 mpaka 3 ina maana kamera nyingine tunakodi. Kama unakodi kamera, lazima mwenye kamera anapiga simu muda wote. Ndio maana huwa mimi nasimamia sana kwenye muda. Unaelewa? Sini moja kiuhalisia inatakiwa mkae hata dakika 5 zimezidi kabisa 7 8. Lakini sini moja ikifika dakika 15, hebu jiulize kama movie ina scene 60, unakata wiki 2 au wiki 3. Sasa wiki 3 kamera hizi tunatumia nyingine kwa siku mtu unaambia 50,000, drone kwa siku shilingi 50,000. Sasa kama umekodi drone kwa siku 50,000, shoti za drone ziko ngapi? Sasa kama hatuko faster ndio unakuta mtu unamlipa 4,500. Wakati ile 5,000 ndio ungechukua ungeenda kununua. Kweli. Ungeongezea kidogo ungenunua kwa drone. Sasa kama tunakuwa tunafanya faster kwenye location,
kila kitu kinaenda haraka. Hapo tutapata kujua kuna kitu inaitwa time is an enemy. Muda ni adui. Au sio? Tungependa kufahamu pia. Zigo kama Zigo ni kabila gani wewe? Kabila hiyo. Kabila yangu bwana, mimi ni Mkwele. Mzaliwa wa Chalinze hapa. Kuna wengine wanadanganya kabila. Lakini mimi kabila yangu naipenda sana. Baba Mkwele, mama Mkwele, mjomba Mkwele, shangazi Mkwele. Hata ndugu zangu wa Kwele. Bwana, ni Mkwele wengi. Wapenzi watazamaji, ningependa kusikia kwa kuwashukuru kwa lugha ya Kikwele. Je, kweli kinapanda babu? Sana kizuri. Sio sana. Sio sana. Kwa lugha ya Kikwele ni washukuru. Wayangu nashukuru sana kwa kunilola. Ila ninapenda kwamba mninze huko YouTube kuandika aje Director Zigwa. Asante. Jamani, asili haipotei. Hiyo utakiwa. Kumbe unaona bangu kidogo yuko nyumbani tena. Hata kwa hiyo naomba hapo inakuwa jambo la romantic sana. Kwa majina naitwa Baraka Brian B29. Nashukuru kwa siku ya leo nafanya short diary na Mr. Zigwa. Next week tutaendelea. Ciao. Ili kupata movie nzuri, tamu na kali, ingia channel ya Director Zigwa. YouTube andika Director Zigwa. Subscribe, like na comment. Asante.